uhalisia wa ulimwengu wetu. Katika ulimwengu wa uhalifu wa mtandaoni, si mashambulizi yote yanayohusisha mabilioni ya dola yanayotia ndani ransomware au wizi wa data. Baadhi yanafanyika kimya kimya, bila kelele, kupitia mifumo ya simu ambayo kampuni nyingi huipuuza kabisa. Leo tutasimulia hadithi hii kwa undani, ili kuwafahamisha hadhira yetu ya Kiswahili kuhusu tukio la kushangaza lililohusisha wahalifu wawili, Farhan Ashan na Noor Aziz Udli. Majina yao ni halisi kutoka rekodi za umma za FBI. Wahasiriwa na wataalamu. Tutatumia majina yanayopatikana katika ripoti za umma kama Adam Finch na Paul Biene, na tutaacha majina ya kampuni maalum ili kuepuka masuala ya kisheria. Hadithi hii inaanza karibu mwaka wa 2012, wakati ripoti nyingi zilianza kufika kwa FBI kuhusu aina ya uhalifu inayoitwa PBX hacking au toll fraud. PBX, Private Branch Echange, mfumo wa simu unaotumiwa katika ofisi nyingi kuunganisha simu za Voice over IP au VoIP. Simu hizi huunganishwa kwenye mtandao wa kawaida wa interneti, si laini za simu za kizamani. Wahalifu hutafuta mianya ya usalama ili kuingia kwenye mfumo huu na kupiga simu za kimataifa kwa namba za malipo kwa dakika, namba ambazo wao wenyewe wanazimiliki au kudhibiti. Kila dakika inayounganishwa inawaletea fedha, na bili yote inapelekwa kwa kampuni hasiriwa. Kulingana na chama cha kudhibiti udanganyifu wa mawasiliano, uhalifu huu unagharimu dunia zaidi ya dola bilioni 10 kila mwaka, na namba hiyo imeongezeka mara 2 katika miaka ya hivi karibuni. Hebu tuanze na tukio la kuvamia nyumba. Ni asubuhi ya mapema ya Februari, karibu alfajiri, katika kitongoji tulivu cha makazi huko Karachi, Pakistan. Afisa wa upelelezi wa kipekee Mir Mazar Jabbar anatembea kuelekea nyumba ya mhalifu ambaye amekuwa akimfuatilia kwa miaka zaidi ya 2. Nyuma yake ni timu ya polisi. Anagonga mlango. Sauti ya kugonga. Wakati huo FBI ina orodha ya watafutaji wakuu wa uhalifu wa mtandaoni. Mir Mazar Jabbar na timu yake wanavamia nyumba ya mmoja wao. Mlango unafunguliwa na wanasukuma ndani kwa nguvu. Sauti za kelele na milio. Ndani ya nyumba hiyo wanakamata Farhan Ashan na Noor Aziz Udli, wote wawili. Lakini hebu turudi nyuma kidogo ili kuelewa jinsi walivyofika hapa. Mmoja wa wahasiriwa, Adam Finch, anasimulia walifanya yote katika wikendi moja, wakati ofisi ilikuwa tupu. Hatukugundua mpaka mwezi baadaye, wakati bili ilipofika. Bili hiyo ilikuwa dola 24,000 zaidi ya kawaida. Ilisema, tulipiga simu nyingi kwa namba za malipo kwa dakika, kama namba za mazungumzo ya kimapenzi au za washauri wa kiroho, anasema Adam Finch. Walijaribu kupinga malipo na kampuni ya simu, lakini walijibiwa, bahati mbaya, lipeni tu. Walienda polisi, lakini hawakupata msaada wowote. Kampuni ililipa, kwani hakuna njia nyingine. Kwa nini wahalifu wanafanya hivi? Wanageuza simu za kampuni kuwa mashine za kutengeneza fedha. Kuna mbinu 2 kuu. Ya kwanza, mhalifu anapiga simu ya ofisini usiku au wikendi. Hakuna anayepokea simu, inaenda kwenye sanduku la sauti. Anajaribu nambari ya siri ya awali, mara nyingi nambari 4 za mwisho za simu yenyewe. Sauti ya kupiga nambari. Mara anapoingia anatafuta chaguo la kupeleka simu milele. Ili kubadilisha namba ya kupeleka simu, bonyeza 2. Sauti inasema, anaiweka kwenye namba yake ya malipo. Sasa kila simu inayopigwa ofisini inaenda moja kwa moja kwenye laini yake, na dakika zinaongezeka. Mbinu ya pili ni ya kina zaidi. Simu za VoIP zinahitaji PBX ili kufanya kazi. Wakati mtu anainua simu, inaomba msaada kwa mtu ameinua simu.
Nifanye nini bibi? X inasema, tulia, cheza sauti ya kupiga, sauti ya kupiga. Mtumiaji anapobonyeza nambari PBX inasaidia tena. Lakini PBX nyingi hazijalindwa vizuri. Yeyote anayejua anwani ya IP anaweza kuitumia kupiga simu kutoka mahali popote. Wahalifu hutafuta amanikizi kwenye intaneti, wanaingia na kusikia sauti ya kupiga, sauti ya fedha kwao. Sauti ya kupiga. Wanatumia roboti kupiga maelfu ya simu kwa nchi kama Guinea, Timor Mashariki, Lituania au Zimbabwe, ambapo malipo kwa dakika ni makubwa. Dakika zinaongezeka hadi mtu anapogundua na kuzuia. Paul Biene, mtaalamu wa usalama wa simu ambaye alianzisha kampuni yake ili kulinda dhidi ya hatari hii, anasema, kampuni ya simu haishughulikii hasara. Mhasiriwa ndiye anayelipa, kwani PBX ni mali yake na uzembe wake ulisababisha. Anaeleza kuwa kampuni nyingi huchagua wakandarasi wa bei nafuu kurekebisha PBX na hivyo kuacha mianya. Kampuni yenye simu 100 inaweza kupata bili ya euro 60,000 baada ya wikendi moja, anasema Paul Biene. Polisi wa kawaida hawana uwezo wa kuchunguza, kwani uhalifu huu ni wa kimataifa na hawana rasilimali. Mwaka 2012 FBI ilianza kuchunguza baada ya ripoti nyingi. Walifuatilia data na kugundua Farhan Ashad na Noor Azizuddin. Walipopata taarifa kuwa wako kwenye ndege kuelekea Kuala Lumpur, FBI ilituma maombi kwa Interpol. Wahalifu walikamatwa hoteli yao, lakini baada ya siku 60 mwanasheria mkuu wa Malaysia aliwachilia kwa sababu ya makosa ya kiufundi katika hati ya kukamata. Walitoroka na kurudi Pakistan. FBI iliwafungulia mashtaka, kuwaweka kwenye orodha ya watafutaji na kutoa zawadi ya dola 50,000. Kulingana na mashtaka, walipiga dakika milioni 13 kutoka namba 4,800 na kusababisha hasara ya dola milioni 50. Wahasiriwa ni pamoja na kampuni huko Charleston, New Jersey, dola 78,000, kampuni huko Englewood, New Jersey, dola 83,000, na mji wa Pacific Hills, New Jersey, dola 1,395. Huko Pakistan, FIA ilipata dokezo la namba ya simu ya Noor Azizuddin. Walifuatilia GPS na Mir Masar Jabbar alivamia nyumba yake Februari 14, 2015. Wote wawili walikamatwa hapo. Noor Azizuddin alitumia fedha kununua ardhi 50 karibu na Karachi na kuwekeza dola 1,400 katika biashara. Hadi leo wako gerezani Pakistan wakitarajia kesi. Lakini PBX hacking inaendelea duniani kote. Ili kuzuia, kampuni zinahitaji kulinda PBX vizuri. Badilisha nambari za siri, zuia upatikanaji usio halali, na fuatilia bili mara kwa mara. Hii ni somo kubwa. Usalama wa mtandaoni unahitaji uangalifu kila wakati. Sauti ya simu inakatika. Kitu chochote na kila kitu kinawezekana ndani ya huu ulimwengu.